Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imejidhatiti kupunguza changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi zikiwemo zile za sekta ya elimu. Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera imesema kuwa mafuriko yanayotokea kwenye baadhi ya maeneo ya mji huo yanatokana na utupaji wa taka kwenye mto Kanoni. Na Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Burundi imekemea tabia za vurugu zilizoanza kujitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi zinazoendelea nchini humo. Habari kamili. Mwanza. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imejidhatiti kupunguza changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi zikiwemo zile za sekta ya elimu. Majaliwa ametoa kauli hiyo jana wakati wa mikutano ya hadhara aliyoifanya Sengerema mjini na Buchosa wilayani Sengerema akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoani Mwanza. Amesema miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu msingi bila ada, hatua inayowawezesha watoto wa Kitanzania kupata elimu bila vikwazo vya kifedha. Ameongeza kuwa serikali inaendelea kujenga shule za msingi na sekondari katika maeneo mbalimbali, hasa yenye msongamano mkubwa wa wanafunzi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundisha. Kuhusu changamoto ya maji safi na salama, Waziri Mkuu amesema serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo ule wa kutoa maji Ziwa Victoria na kuyasambaza kwa wananchi, huku akiwataka kuwa na subira. Katika hatua nyingine, Majaliwa ameitaka halmashauri ya wilaya Sengerema kukamilisha haraka ujenzi wa soko la halmashauri hiyo ili liwe kichocheo cha biashara na maendeleo katika eneo hilo. Bukoba. Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera imesema kuwa mafuriko yanayotokea kwenye baadhi ya maeneo ya mji huo yanatokana na utupaji wa taka kwenye mto Kanoni. Afisa mazingira wa Manispaa ya Bukoba, Tambuko Josefu, amesema hayo wakati akisimamia zoezi la uondoaji wa taka zilizokwama kwenye madaraja ya mto Kanoni na kusababisha maji ya mvua kukwama na kusambaa kwenye makazi ya watu. Josefu amesema kuwa halmashauri imeshaanza kuchukua tahadhari au hatua kali za kisheria kwa wanaobainika kutupa taka hovyo katika mto huo na kwamba tayari watu 16 wamekamatwa na watafikishwa kwenye vyombo vya sheria kuwajibishwa. Tutaendelea kusimamia zile taratibu, kanuni na sheria zinazosimamia mambo ya usafi na uhifadhi wa mazingira na kuhakikisha kwamba tunakomesha ili jambo la kutupaji wa takataka kwenye mto Kanoni, kwa sababu linaharibu mazingira ya mto, lakini pia zinasababisha athari hizi ambazo zinaendelea kwa mvua kidogo tu kunyesha, alafu mvua hii inakwenda kwenye makazi ya watu. Baadhi ya wakazi wa Manispaa ya Bukoba, Jeronimo Johannes na Dennis Joni, wamevipongeza vyombo vya habari ikiwemo Radio Kwizera kwa kuripoti matukio ya kuvamiwa na mafuriko hadi mamlaka hiyo ilipoamua kuchukua hatua, na kwamba watakuwa mabalozi wa kuzuia utupaji wa taka holela. Geita. Baadhi ya madiwani wa halmashauri ya Manispaa ya Geita mkoani Geita wametaka ofisi ya wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA kurekebisha miundombinu ya barabara ambayo haipitiki. Kero ya miundombinu ya barabara imeibuka katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 4 ya mwaka 2024-2025. Madiwani hao akiwemo diwani wa kata ya Kanyala Enoki Mapande wamesema barabara nyingi za mitaa zilizoharibiwa na mvua zimekuwa changamoto kwa wananchi kutokana na ubovu wake. Hivi karibuni meneja linalohusu ile barabara ya Samo Kanyala Mkoba. Barabara hii ikitoka tu hapa Rangi na shuka kwenda sasa kuelekea Mkoba imejengwa sana na maji, na mbele yake kule kuna ofisi imejenga kwa ya ofisi ya CCM ya kata, na eneo hili sasa hivi ni dimbwi. Je, uko mkakati wa
wa kujengelea mitaro kwenye eneo hili kusudi kuzuia mmomonyoko wa udongo. Halmashauri tumekuwa na taratibu ya kutenga fedha kwa ajili ya kufungua barabara. Barabara hizi tunazifungua hatua ikimwani, na baada ya hapo barabara zote zinaisha na mvua. Badala ya kutoa changamoto, tunaendelea kuongeza changamoto. Yaani mvua zikinyesha, maji yanajaa kwenye ile mitaro. Hivi karibuni meneja wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA Manispaa ya Geita, Mhandisi Bahati Subeya amekiri kuwepo kwa barabara ambazo zimeharibiwa na mvua na kwamba barabara hizo zinatengenezwa kulingana na bajeti inayokuwepo kwa kipindi husika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Wizara ya mambo ya ndani nchini Burundi imekemea tabia za vurugu zilizoanza kujitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi zinazoendelea nchini humo na kuwahusisha baadhi ya watu wasiokuwa wema. Waziri wa mambo ya ndani Martin Niterese akizungumza na waandishi wa habari jijini Bujumbura amesema kundi la watu lilivamia chama cha CNL wakati kikiendelea na kampeni eneo la Kizima, mtaa wa Muhanda mkoani Bubanza, na kufanya vurugu na kuwajeruhi watu 5. Waziri Niterese amesema baadhi ya watu waliofanya vurugu katika mkutano huo wa CNL wamekamatwa na wengine wanaendelea kutafutwa ili waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Aidha, waziri huyo ameonya yoyote anayekiuka sheria na kutaka kukandamiza wengine kwa njia moja ama nyingine katika nyakati hizi za uchaguzi wa serikali za mitaa atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Khartoum. Mkuu wa jeshi la Sudani na kiongozi wa nchi hiyo Abdel Fattah al-Burhan amemteua afisa wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kamil Idris kuwa waziri mkuu mpya kwa zaidi ya miaka 2 ya vita vya umwagaji wa damu. Idris ambaye ni mwanadiplomasia msomi na mgombea urais wa zamani aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki miliki na pia amewahi kuhudumu katika ubalozi wa kudumu wa Sudani katika Umoja wa Mataifa. Idris anachukua nafasi ya mwanadiplomasia mkongwe Dafala Al-Haji Ali ambaye aliteuliwa na Burhani mwishoni mwa mwezi Aprili na kuhudumu kwa kipindi cha chini ya wiki 3 kama kaimu waziri mkuu. Brussels. Umoja wa Ulaya umesema utaipa nchi ya Misri msaada mwingine zaidi wa thamani ya euro bilioni 4 katika mfumo wa mikopo ili kuiwezesha serikali ya nchi hiyo ikidhi baadhi ya mahitaji yake ya kifedha. Makubaliano ya awali kuhusu msaada huo wa Umoja wa Ulaya yaliafikiwa kati ya baraza la umoja huo linaloziwakilisha nchi wanachama na bunge la Ulaya. Taasisi hizo mbili zinatakiwa kusaini ili kuyafanya makubaliano hayo yawe rasmi kabla ya kiwango cha kwanza cha fedha kutolewa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imejidhatiti kupunguza changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi zikiwemo zile za sekta ya elimu. Halmashauri ya Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera imesema kuwa mafuriko yanayotokea kwenye baadhi ya maeneo ya mji huo yanatokana na utupaji wa taka kwenye mto Kanoni. Na Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Burundi imekemea tabia za vurugu zilizoanza kujitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi zinazoendelea nchini humo. Wazua. Msikilizaji, wenye kufanikiwa hawadhani bali wanadhamiria. Kudhania ni mama wa ajizi na kudhamiria ni mama wa vitendo. Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.